Kwanza kabisa duniani kujengwa kwa ajili ya kukusudiwa kiibada na watu wote. Lakini napo baada ya muda kupita, hata ile asili mizizi pia ikapotea, achilia mbali shina. Mizizi pia ya tauhidi ikapotea. Watu wa mji mtukufu ulioanzishwa na mtu mtukufu wakafikia kuwa na itikadi ya kuabudu masanamu, hawafahamu habari ya kufufuliwa wala Mungu wa kweli, kwamba hivi ndivyo miji inavyokuwa. Na wao walipotakiwa wabadilike, Mwenyezi Mungu akawaletea mkombozi vile vile, akawaletea mtume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Mwenyezi Mungu ndio yeye ambaye alipeleka kwenye watu wajinga, yani jinsi lilivyobomoka taifa lile la Maka lililoasisiwa na watu wasomi, watu wacha Mungu, watu wema, mitume wa Mwenyezi Mungu wawili, Ibrahim na Ismail. Watu wa mji ule wakaja wakawa baada ya miaka mingi wajinga, wasio na elimu, hawajui kusoma na kuandika, hawajui hata ukweli wa Mungu ni kitu gani. Wanatengeneza masanamu wakayaita waungu, na wakaomba kwa masanamu dua zao, na wakataka kwa masanamu misaada kwa haja zao. Watu wanadamu kamili, lakini walibadilika mpaka wakafikia kiwango hicho. Sasa kwa watu hawa ambao wamefikia kuwa ummiyun, Mwenyezi Mungu akafanya na yeye kwa uwezo wake akawapelekea mtume ummiyun kama wao. Lakini huyu mtume aliyetumwa kwa watu ummiyun, yatlu alaihim ayati, aje awasomee aya za Mwenyezi Mungu. Aya zinasomwa, watu ummiyuna watazijuaje? Lakini purposely Mwenyezi Mungu amefanya maandalizi hayo, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Katumwa mtume aje awasomee aya za Mwenyezi Mungu, awatakase kutokana na machafu yote na mabaya na ila na kasoro walizonazo, na awape elimu ya kitabu, na awafundishe adabu ya uongozi, wajiendeshe vizuri, wawe na mwema. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, hali ya kuwa kabla ya kuletewa msaada huu watu wa eneo lile walikuwa wako katika upotevu wa wazi kabisa. Kwa hiyo Allah anawakumbusha wana wa Israeli mizunguko ya vipindi vingi vinavyoathiriwa na zama. Mwanzo walikuwa katika nchi ya Misri, Mayahudi ni waheshimiwa. Halafu katika nchi ile ile wakabadilishiwa mwelekeo, wakawa ni watumwa. Sasa Allah anataka awabadilishie tena, awafanye wawe waheshimiwa. Wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu